Uhali gani mtazamaji wa Kikora Media? Karibu katika Mwanamke Imara hii leo, na katika tembea zetu tumekutana na mwanamke imara ambaye yeye kwanza ni kiongozi, mwajibikaji, mdau shupavu, lakini pia ni mtu ambaye anajijumuisha na jamii kwa lengo la kutatua kero, changamoto na kuhamasisha wanawake wengine waliokata tamaa katika kuhangaikia ama kuvikuza vipaji vyao. Utajifunza vitu vingi siku hii ya leo, na kwanza tugeuke upande huu tufahamu, je, mwanamke imara huyo ni nani hasa? Karibu. Na moja kwa moja, kabla hatujaendelea kufika mbali, mtazamaji anayekutazama wakati huu hapa anatamani kufahamu, pengine labda akikutazama wewe anamuona nani hasa? Okay. Ukitazama mimi utaona vitu vingi sana. Mara nyingi napenda kuambia watu kwamba ndani ya kila kitu kimoja kuna vitu vingi ambavyo vinaashiria kitu kimoja. Kwa maana sometimes kuna mtu anaweza kukuta majina mengi afuata kupata jina moja. Majina naitwa Rehema Manikingo. Mimi ni nani? Mimi ni mzawa Kigoma mjini, mwenye asili ya Singida, ambaye nimekulia makuzi ya mkoa wa Kigoma. Kigoma ndio naweza kulelea mimi. Mtu ndani yangu anapata vitu gani? Yangu mimi akija kwangu autana na mtu aina gani? Upande wa kazi kwa sasa nipo chemba ya viwanda na biashara, ambao ni TNCC, Tanzania National Chamber of Commerce. Chemba ya biashara, mimi ni afisa jinsia na sera mkoa wa Kigoma. Nje ya hapo mimi ni mratibu mkuu wa taasisi ya Namwajafo ambao ni Naomi Mwaipopo na Jamii Yake Foundation. Hii taasisi ambayo iko chini ya ofisi ya Bunge wa Mwanamke ni Naomi Mwaipopo kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kigoma, viti vya UWT. Ni mratibu wa taasisi ya ngazi ya taifa, lakini pia ni mratibu wa Kipase Kigoma Legal Center, ambaye anatoa msaada wa sheria kwa wanawake na watoto. Lakini pia mimi ni ambassador wa Hyper PLC. Hyper PLC ni nini? Hii tutakwambia tuwekeze, endelea kuwekeza, wekeza masuala mazima ya kuweza kununua na kuweka hisa ili kuja kupata zaidi au kuweza kukuza mfuko wako njia moja au nyingine. Lakini pia Hyper PLC inakuja kusimama kama sehemu pia ambayo inamfanya kijana ambaye ana ndoto ya kuja kufanikisha malengo yake, au wawekezaji ambao wana malengo kufanikisha malengo yao katika uchumi na hawana standing point ya kuweza kufanikisha hayo mambo, tunapatia miguu ya kuweza kutembea, kwamba utaleta wazo lako, tutalisimamia na kuweza kulifanikisha wazo lako kuwa moja kwa moja biashara. Bali na kuwa Hyper PLC, Kipase na Mwajafo pamoja na TNCC, mimi pia ni mkurugenzi na ni mmiliki wa shule ambayo ipo kwenye process ya kuweza kuanza na kufanya kazi mkoani wa Kigoma, ambayo inaitwa King Entertainment and Digital Intelligence School with Youth Investment. Ni shule ambayo inakuja kulenga kuja kuwainua vijana na kuja kuwekeza pamoja na vijana ambao wana uwezo wa kufanya kitu fulani. Kwa hiyo tunakuwa tunafanya ni kukaa chini na vijana ambao wana uwezo, au tayari kijana anataka kuanza kitu fulani na hana uwezo wa kuanza kitu chake. Nitakaa naye chini, tena kuanzisha wazo lake, tena kulikuza biashara yake, tena kuingia sokoni moja kwa moja. Lakini pia kwa wale ambao wanataka kujifunza masuala mazima ya wenye vipaji maalum entertainment, tunakuwasaidia namna gani ya kuja kuwainua, kuibua vipaji vyao, waigizaji pamoja na watu wa sanaa ya muziki. Tupo kwa ajili yenu. But also masuala ya digital intelligence, masuala mazima cyber security, digital marketing and other issues ziko humo ndani. Kwa hiyo soon as possible, ikishakuwa imeanza kwa mchakato wake rasmi, tutawapa taarifa, tutafanya kazi kwa pamoja. Lakini pia nje ya hapo, mimi ni kijana wa Chama cha Mapinduzi, ambaye ni mwenyekiti mmoja vijana wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kigoma mjini. Nimesikia nafasi nyingi kwa maana ya vyeo vingi sana. Sasa nikanajiuliza kwa sura ya haraka, mtu akikuona sasa hivi anaweza akakuita nani? Yaani kwenye hivyo vyote, sehemu moja ambayo pengine labda umejikita zaidi, ama sehemu moja ambayo inakutambulisha zaidi kwenye jamii ni ipi? Sehemu moja ambayo inatambulisha zaidi, naweza kusema sasa hivi zote zinatambulisha zaidi, kwa sababu zote hizi zinaingia katika sura mbili: jinsia
pamoja na sera. Siasa tupo kwenye jinsia, mapambano yote ambayo tunafanya kupitia jinsia. Kwa katika yote hayo natambulika kama afisa jinsia na sera. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tunaweza tukasema sasa Rehema Kingu anasimama kama afisa jinsia, lakini anajishughulisha na vitu vingi ndani yake. Sawa. Uongozi una majukumu mengi sana na ni kwa namna ambavyo umetuelezea utambulisho wako wa awali, una vyeo vingi sana kwa wakati mmoja. Hebu tuambie ni siri gani inakufanya unapata matokeo ya uhakika licha ya kwamba kuna changamoto nyingi kwenye kila sehemu ambayo umekalia kiti chake? Okay. Ndoto hasira. Ukisema ndoto hasira unamaanisha? Ndoto hasira ina vitu vingi ndani yake. Ya kwanza ni sauti ambayo unayo wewe ndani yako mwana kufanya ile tusonga mbele. Ya pili ni kule ambapo umetoka, majibu ya jana yako ambayo yanakufanya wewe ujue kwamba kesho lazima niinuke nikimbie. Ya tatu ni taswira ya jamii yako kuelekea wewe kwamba jamii ina uhitaji wa kitu fulani kutoka kwako. Ndio hii unapokuwa umekaa ukishaanza zote hizi tatu lazima uinuke na ukimbie. Sauti ya ndani yako, sauti ya jana yako na sauti ya jamii yako. Kuna kitu ambacho jamii yako inahitaji kutoka kwako. Hiyo ni nguvu ya kwanza ambayo inakufanya wewe ukimbie zaidi. Kuna mtu anaweza kuambia mimi nafanya kitu kikubwa kwa sababu natamani kuja kuwa mtu fulani. Ya huyo mtu fulani anatamani kuja kuwa ni kwa ajili yako, kwa ajili ya watu wengine. Na ili uweze kuja kufanya vizuri zaidi, lazima uwe na nguvu ya kukua na utayari wa kuja kusaidia wengine. Hapo utakuwa na nguvu ya kukimbia. Kwa mimi niko hapa kwa sababu sauti ya ndani yangu, jana yangu na kesho yangu kuelekea jamii yangu. Okay. Katika utambulisho wako pia kuna utambulisho ambao umetupatia kuhusiana na taasisi ambayo unakwenda kuianzisha ya kuwakuza vijana, ni shule ya vijana. Ni nini ambacho kimekusukuma zaidi kwenda kuanzisha shule hii ya vijana, na labda unadhani labda inaweza kuwa na mchango kiasi gani? Sasa nikasema wiki iliyofanya nikimbia kufika hapo out of kuanzisha shule ya Kingu Entertainment and Digital Intelligence School with investment. Mimi pia ni mkurugenzi wa taasisi ya YesWeCan Foundation ambao tunaweza kutoka tuko chuo. Wakati wa pili tulikaa chini nikiwa na wenzangu wa 4, tukakaa chini tukaanza kuona kwamba nini tunataka kufanya kwa ajili ya jamii yetu. Tuanze na YesWeCan movement. YesWeCan movement ilikuja kwa lengo la kuja kusupport watoto wa kike kuweza kupata sauti ya kupaza na kuongea nje. Nini ambacho wao wanaweza wakafanya kusimama na kuweza kusonga mbele zaidi. Kutoka mwaka 2020 mpaka mwaka 2026 sasa hivi tunapokea matokeo makubwa sana kupata vile ambavyo watu wamefanya. Sababu YesWeCan Foundation tunaweza kuleta anani ya Dr. Girls Voice Up Project. Kigoma tumefanya katika shule 3, tumefanya Kito, tumefanya Boronge, tumefanya Kigoma Ujiji Secondary. Girls Voice Up Project tulifanya. Kupitia Girls Voice Up Project tumeweza kujikuta kwamba kuja kuinterchange maisha ya wasichana zaidi ya 500. Ambao sasa hivi kuna wasichana zaidi ya 10 na tomo wao kuendelea kuwasiliana nao, wako tayari chuo, wengine wana kazi zao, wengine wana maisha yao na wana support wengine. Kwa kupitia Kingu Entertainment and Digital Intelligence School with investment, ni kitu ambacho kiko ndani yangu. Mimi toka niko mdogo nilikuwa nasema kwamba kama sijafa, kwa vitu vile lazima niviache duniani. Kituo cha kulelea wajane na watu yatima, lakini pia kuwa na shule ambayo inalenga kuwasaidia watu. Mimi nilikotoka, jana yangu sio leo yangu. Mimi jana yangu ni jana ambayo ilibebwa na watu wengi. Baada sauti yangu kukulia katika hospitali ya Maweni, nitengea mikono ya mama yangu, nilikaa kwenye mwanga wa mama yangu pamoja na baba yangu. Kuna muda taalao likazima, maana walifariki bado mapema. Ule mwanga ulipotea, ulipozima, kuna mwanga uliibuka mpya katika maisha yangu. Kuna watu waliinuka wakaanza kunibeba. Ile mikono ilikuwa kunibeba kuanzia nipo sekondari form 1 hadi fika chuo kikuu hadi sasa ninavyoishi hivi, kuna mikono tunasema zaidi ya mikono 300 imenibeba mimi. Kwa hivyo nilipofika sasa hivi na jukumu la kubeba wengine waliopo nyuma yangu. Kwa jana yangu ni nguvu yangu ya leo. Kwa Kingu Entertainment and Digital Intelligence Investment ni kitu ambacho kinatoka ndani ya moyo wangu kuelekea wanajamii wenzangu. Alipotoka chuo mwaka 2021 nilikuja Kigoma, nilikuta kuna eneo linaloitwa Kalangabo. Kalangabo kwa hakuna shule sekondari. Nikawaza sana na kwa nini sehemu haina shule sekondari.
Nikakuta tayari pale ofisi ya mtendaji kata Kalangabo wamepata eneo lao la pale kijijini, wako wanaanza kujenga shule. Na wanakijiji watumia nguvu zao. Nikasema hapa na uwezo wa kusupport ni one way wanaanza. Natafuta shule inaitwa test kwa Marekani. Tukafanya mawasiliano, akamtuma mtu wa Kigoma, tukaandaa BOQ. Sasa Kalangabo chali ni shule. Mwaka huu kuna watu wameingia kwa Kalangabo na wanafunzi wanaendelea kusoma. Kwa ndoto yangu ni kwamba niendelee kuwa daraja la wengine ambao hawajaweza kuvuka. Kwa sababu mimi mwanga wangu ulipozima, mwanga mwingine kuja kumulika. Kwa mimi natamani kuja kuwa mwanga na daraja kwa wale ambao bado. Kwanza niseme pole kwa kupoteza wazazi kipindi bado ukiwa na wahitaji, tena kwa muda ambao pengine walihitajika zaidi kuliko vile ambavyo ilikuwa inafikirika. Lakini wakati umewapoteza wazazi, unadhani labda ni vitu gani ulijifunza na vilikuongoza mpaka ukafikia hapa ulipo leo? Kiukweli leo mwanzo kwamba kuna muda waga napenda kuambia watu kwamba uyatima sio kovu. Na kitabu changu kiko tayari, mpaka tu swala kwenda kupublish. Inaitwa Sauti ya Yatima, safari ya chozi la yatima. Baadaye tunatoa sauti ya yatima. Ni kwamba kuna kitu ambacho watu wengi wanafikiria kwamba ukishakuwa yatima inakuwa ni donda, ukishakuwa yatima ni ulemavu, ukishakuwa yatima huwezi kusonga mbele. Hiyo ni dhahania ambayo si sahihi. Uyatima ni jeraha ambalo linakupa nguvu yenye furaha kuja kuishi maisha yenye raha kwa kusaidia wengine waje kuwa na furaha. Nikiwa namaanisha nini? Mimi baada ya kupoteza wazazi wangu, nilikuja kujifunza vitu vifuatavyo vikubwa sana ambavyo naamini watu wengi wanavijua lakini wachache hawajui. Kitu cha kwanza nilikuja kukijua katika maisha yangu ni kwamba ndugu sio yule unazaliwa naye tumbo moja wala unawachania ukoo mmoja. Ndugu ni yule ambaye yuko tayari kuyakabili maumivu yako, kujenga tabasamu kwako na kukufanya wewe kuja kuwa yule utakaa katika siku ya kesho pasipo kuangalia madhaifu yako, bali kufanya madhaifu yako kuja kuwa katika njia sahihi na kuwekea mazingira sahihi. Lakini pia kuna uyatima tunakuja kujifunza ni nani wa kweli na nani si wa kweli. Na hapo ndio nikajifunza msemo watu wanasema kwamba nini? Masomo mazima ya ndugu, I don't remember, lakini something like ndugu si nisemaje, lakini tunasikia kwamba ukipoteza kila kitu mwanzo utakuja kuja kugundua ndugu ni nani na familia ni nini. Na unapoteza kila kitu pia pale tunajua kujua nini maana kamili ya maisha. Mimi sikudanganya, sasa mimi kupoteza wazazi wangu ni nguvu yangu. Kwani nasema ni nguvu yangu. Mimi baada ya kupoteza wazazi wangu nilipoteza kila kitu. Nibakia na wachache ambao walikuwa tayari kunisupport, ila wenyewe pia wakazima. So walizima kwa kunitenga, no, wenyewe pia walifariki. Ambao walikuwa tayari kwa upande wangu, support yangu, wenyewe pia waliondoka katika maisha yangu. Kwa kuanzia pale nilianza safari kukutana na watu wapya. Kwa nafanya kukutana na watu wapya nilijua okay, kumbe ndugu ni huyu, kumbe maisha ni haya, ndio niko hivi. Kwa kuanzia pale mimi nikaanza kujua kwamba mimi ni nani, nataka kuwa nani. Kwa sababu naweza kumpa bado safari yangu ilikwenda kuanzia kwamba okay, mimi ni nani? Nataka kuwa nani? Hivi kesho yangu natamani niwekaje? Mimi niko shule sekondari form 1, natamani kuja kuwa daktari wa upasuaji wa moyo. Kwa hiyo kuwa daktari wa upasuaji wa moyo kwa sababu nileba kianeka faraja yangu alikuwa ni mtu ambaye ana shida ugonjwa wa moyo mkubwa wangu. Kwa hiyo natamani kuja kuwa daktari wa upasuaji wa moyo. Baada ya kumpoteza yule fariki, nikasema Sofia na ukafariki. Sasa nafanyaje? Ndio kupigana kuna masomo mazima ugonjwa wa moyo. Lakini ambacho kilikuja kupitia familia yangu na ndugu zangu kananiambia okay, kumbe sasa kuna watoto nje wanataka sisi kwa ni kusoma sheria. Nimeweza form 6 watakiwa natoka, sawa? Na apply chuo, nilipewa hivyo vingi. Course moja kuipata nikaja course ya gender development. Kwanza nasema kusoma jinsia kitu gani? Jinsia na maendeleo na kitu gani? Nilipata kusoma sheria. Baada kuingia darasani nikakuta kumbe okay, kumbe gender, kupitia gender ndio uwezo kuja kudefend haki za hawa watoto. Kupitia gender na uwezo kuja kumfanya huyu mtoto yatima apate haki zake na kuja kujisimamia. Let me go now. Kwa mimi kupitia yatima kaja kuwa daraja aliyofanikiwa kwa sababu nilifundisha ndugu sio ndio wanae tumbo moja, bali yule ambaye anaweza kusamia maumivu yako na kufanya wewe kuja kuwa zaidi. Pili, nikaja kujua nikaja kutambua thamani yangu na mimi ni nani.
Tatu, nikaja kujua kwamba katika maisha ni lazima niweze kuheshimu nafasi ya kila mtu na kuweza kudhamini usawa wa kila mtu kwa kuzingatia hisia zao na mawazo yao katika kila kitu. Tatu, nikajifunza kwamba unapoona mtu kwa barabarani, kila mwanadamu kuna kitu kakiwema ndani yake. Hivyo nisiangalie udhaifu wake, bali tu udhaifu wake kwenda kufanya kuwa ujasiri wake. Tano, nikajifunza kwamba kesho yangu mimi sio ya kwangu, kesho yangu ni wale ambao nyuma yangu ambao wanahitaji msaada wangu. Asante kwa maelezo hayo. Ni kitu ambacho pengine kwa mtu ambaye hakufahamu, anakuona kila siku, anakuona ukiwa unaendelea kupambana, anaona kama labda pengine na mtu anamshika mkono nyuma, labda pengine ana nguvu kubwa ya watu ambao wanamsapoti, wanamsukuma na namna ambavyo una ujasiri wa kuvaa vitu. Lakini nilikuwa natamani kufahamu pengine labda kuna changamoto ambazo umewahi kuzipitia, najua ni nyingi katika safari yako ya maisha, katika safari yako ya kupambana, lakini tunatamani kufahamu ni changamoto zipi ambazo pengine labda unadhani inaweza kuwa fundisho kwa watu wengine, na utatuambia pia namna gani ulizishinda changamoto hizo. Yaani mimi changamoto yangu kubwa ambayo naweza kusema ilinishape nikajitengenezea mentality mpya ya maisha ya kuishi ni kupoteza wazazi. Kwa hiyo nasema changamoto yangu kubwa ya maisha ipo uzazi. Sababu wakati tunaambia watu kwamba kupoteza baba unakuwa umezima moyo, kupoteza mama mwanga umeondoka, Mungu wako ufanye kazi. Na ndio muda ambao wewe sasa ndio dunia inapoanza kukufundisha wewe. Na ukishindwa kujisimamia mwenyewe utashindwa pia kuwa mwalimu mwenyewe. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ilikuja kuwa kubwa kwangu, sababu mwisho siku ni kwamba ilinibidi niwe my own mentor. Ilibidi niwe mtu ambaye najipatia faraja mwenyewe. Ilibidi ni mtu ambaye nasaka vitu mbalimbali kwa lengo la kuja kuwa ninavyotaka kuwa baadaye. Kama mwanamke. Sababu nikija mahesabu mimi niko form 3 au form 3 hapo, form 3 au form 2 hivi, ambapo kuna mfano itokea kifamilia, tukaenda msaada wa sheria, and what happened then I found out kwamba I am done. Sababu itokea tukio mimi niko na habari nilisomesha mimi, sawa, ni kwa mtanko ni boss wake marehemu mama yangu Muhindi, alipatia fedha kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Nilikuwa nachukua hela kiasi fulani ofisini kwake kila mwisho wa wiki kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Na siku nachukua ile hela kwa ofisini kwake, ile hela ndugu yangu mimi nilikuwa sawa, sijachukua hela yangu kulipa mtihani wangu. Kwa hiyo nikasema hela mimi leo sitaki nyumbani kwa wiki, taka mfukoni, then hiyo fedha nitatumia kwenye kulipa mtihani wangu kesho. Alafu nikitoka shule napita wapi? Kwangu na sababu leo nipaja nilipa mtihani basi ni hela ya matumizi ya nyumbani. Fika nyumbani nikasema sijapewa hela. Haiko bila mambo yangu kwa jirani kusoma, sababu hicho tulikuwa tunakaa nyumba yetu, nyumba la cha mama yangu, nyumba mambo yako ina umeme. Tunasoma pale. Pia nasoma nikaitwa kwa usiku kama darasa 4. Aliniita ndugu wake mama. Kama mtoto mmoja kamwite fulani, kaitwa nikaenda pale. Sasa pale nauza wapi? Niambia hela sina. What happened next, nilipigwa. Yaani nilipigwa basi sije kupigwa. Na sasa ni kama yaani kuna mtu ambaye anaweza kumpiga vile mtoto. Na wakati nimekabwa hapo. Nikabwa ni bibi yangu mza mama. Imagine. Then mama mdogo akushika fimbo, akishika mbao. Nilipigwa, nikapasua miwani, saa ikaanguka, nikatoka nje, akaja jirani, nyuma yetu sasa akaja pale kwa ajili ya kuingilia na ugomvi nini. Nilikuja pale sisahau, kichwani nilikuwa kukola rafiki yangu. Wakasema ndio kukusaidia ambako ni kwa ndugu zako, nikaenda kwa bibi zangu walikuwa nakaa hapo pale kwa familia ya mama yangu, nikawaambia kitotokea. Basi pia tuweza kukusaidia, bibi yako ashakuwa na matukio mengi, kwa hiyo you have to go kwenye hatua nyingine. Na hatua nyingine ina msaada wa sheria wa kawaida. Mtu wa kwanza wakuja, mtu wa pili wakuja, mtu wa tatu walipokuja pale, watu nasi walikubali kugive for me like kama wanitambui, na kuanzia leo hivyo waendelee kuishi kwa wengine. From that time kajua moyo kwamba isitokee kwa familia leo ziko hivi. Kwa kuanzia pale
sikuwahi kuonaga changamoto nyingine katika maisha yangu. Kwamba ile ilikuwa kubwa kiasi kwamba zote zilizokuja kwa kuiona ni normal. Yaani kwa mfano leo hii Nesta ushapoteza wazazi, ndugu zako akasign out like utambuaji. Wewe changamoto nyingine ipi ambayo ukutana nao ukaja kuona ni kubwa kwa katika maisha yako? Unadhani ilikuwa athiri kisaikolojia? Iliniathiri sana kwa sababu from that time mimi nilisoma kwa malengo ya kufanikiwa maisha yangu, lakini nilisoma pia kwa malengo la kuja kwa kusoa chochote katika maisha yangu. And that is what I did. Kwa katika maisha kawaida leo hii mtu ukaisa labda umefanya kitu kwa mtu atasahau. Ila wewe unakuwa umefanya kitu kwa yule mtu ambacho kimeenda kumfanya yule mtu abadilike directly. Nipo that time, sawa, nilisema vitu vingi sivitaji na katika maisha yangu. Trust na mandugu sitaki, yani nijikuta nimekuwa mwenyewe. Mimi pia nakuwa ni kuna mtu ambaye sipendi kuongea. Nilikuwa kama muongeaji mimi unajua. Nilikuwa kama mtu wa mambo mengi yani. Kika sasa from today on na change. Kwa nilibadilika pale. Kama nilikuwa human pale nilibadilika kwa mimi nasema umekuwa ghost au umekuwa exactly. So unaona unatumia unajua mimi nakuona pale kwenu kwa watu tofauti na sasa hizi ninavyokuona. Naambia it's life, ni maisha. Sababu unaambia watu wameshabadilisha mtu sio kiatu. Bali tuweza kiatu itakwambia kwa nini tukabadilika. Au ninaambia watu kama leo kuta zingine zinaongea basi hata mahakama ingekuwa ifanye kazi sana utafuta ushahidi wa mambo. Sababu ushahidi dhahiri upo, lakini ushahidi ambao ni dhahiri upo ndani ya kuta. Kwa kuna baadhi ya changamoto mtu akiangalia hii changamoto gani ambayo unakumbuka ilikutesa. Mimi kiwalisia sasa kuna changamoto sababu alipoteza wazazi wangu, nikaja naisha familia yangu from that time. Sasa ile mimi faje ilikuja nikata. Lakini right now I'm good. I have family. Kwa na familia so life goes on. Okay, na ni wakati nakusikiliza kwenye upande wa uaminifu kati yako wewe na familia, lakini pia namna ambavyo imekuathiri kisaikolojia kwamba ilifika mahali hutaki tena zile interaction na familia, hutaki tena mawasiliano nao, hutaki tena kuulizwa chochote kuhusu wao, na hata ikafika wakati ukasema kwamba nitasoma, lakini nitasoma kwa lengo la kuja kuwakosoa wao. Unadhani imechangia kwa kiasi gani kukufanya wewe kutoka kwenye upande wa kuwa mtu wa kujichanganya nao na kuwa mtu wa kujitenga? Ina madhara kiasi fulani kwenye namna ambavyo mahusiano yenu na familia yani? Mimi kwangu naweza kusema haina madhara. Yaani mpaka sasa hivi bado inaendelea kwa vile vile. Automatically ni kwamba mimi kwa upande wangu, upande wa mama na familia kubwa. Ni familia kubwa sana. Na mnawasiliana vizuri. Kwa sababu familia kubwa, automatically ni kwamba familia kwa mama wangu tunawasiliana kama kawaida. Kwa baadhi ya mtu wasiliana, lakini wapo watu ambao mtawasiliana. Na ambao labda pengine hamwasiliani kabisa ni upande wa baba au upande wa mama. Nipo na baba ya clear, sio bwana na hata sikuoje upande wa baba. Upande wa mama so something will happen, lakini we are good. Okay. Niulize swali ambalo pengine sijui tajibu kwa namna gani, lakini nilikuwa natamani una mahusiano ama umeolewa? Ama umeolewa? Ila mahusiano yapo. Vijana wote tunahitaji tunahusiana. Bado haja mahusiano. Kwa nini tunahusiana? Mahusiano nakwambia tuko mahusiano kile kitu ambacho kiko rasmi tayari. Yale ni mahusiano. Okay. Ila kama bado nyie mpo tu na kuna wengine ambao wanajua huko nje mnahusiana. Yapo tunahusiana. Okay. Ulitamani labda pengine mtoto wako ajifunze kitu gani kikubwa kutoka kwako? Uvumilivu na kuwa na subira. Wakati tunaendelea kufuatilia historia ya mwanamke imara na namna ambavyo anapambana na namna ambavyo amefikia mafanikio yake, mtazamaji, tunakusihi tu uendelee kuchangia maoni yako katika YouTube channel zetu, lakini pia usisahau kusubscribe na kutufollow kwenye page zetu za mitandao ya kijamii. Na wakati huu bwana, nitaelekea moja kwa moja kwenye kipengele cha tuzo. Niliona jina lako kwenye upande wa tuzo ambazo ulikuwa unawania, kama sikumbuki ilikuwa ni tuzo za
Best Social Impact and Influencer. Yeah. Na ulichukua ile tuzo. Yeah. Kwa maoni yako, nadhani labda ile tuzo ilikuwa ina mchango gani kwako na maisha yako kwa ujumla, lakini pia ina mchango gani kwenye saikolojia yako, maendeleo yako ya afya ya akili na saikolojia kwa ujumla, lakini pia unadhani labda imekutoa kwenye eneo moja kwenda kwenye eneo jingine? Cha kwanza tuzo ni mdau shupavu. Kwa niseme pongezi kwa waandaaji wa tuzo za mdau shupavu. Mimi kuingia katika kwenye contestation ya mdau shupavu kwangu kafanya hatua kubwa, kwa sababu to the time ambao nilikuja nikaona kwamba okay, katika yote ambayo nafanya kumbe bado jamii inanitambua, inanipenda. Lakini pia nikaja kuona kwamba nijisikie na nafasi yangu nipi katika jamii yangu, sababu zile kura tu nakumbuka ilikuwa inapigwa wazi. Nakumbuka nilishtani wangu wa kwanza ambaye alipata kura nyingi kuliko Neema. Alikuwa na kama 1,120. Sisi tukapata 1,000 kama na 5 hivi. Kwa kupata kura 1,000 katika rika langu mimi, umri wangu huu na maisha yangu haya, mimi ni mtu ambaye mara nyingi sichanganye sana. Mimi mtu wa kwenda ofisini, nitakuwa niko pale bima kwa mdogo wangu stationary, kesi na kazi ya kufanya pale stationary, off naenda nyumbani. Utonikuta club hapa mjini, utonikuta wapi. Na nikitoka Basana hapo kuna jambo la kijamii nimealikwa, maana mimi wanafunzi vijana hujaalikwa, yaani hujaalikwa unaweza kaenda. Kwa automatically ni kwamba nakuwa matukio baadhi ya kijamii. Tunahitajika masomo mazima msaada tutaenda. Kuna kwa elimu kwa ajili ya wafanyabiashara tutaenda. Sababu pia mbali na yote ni certified trainer ya SIOB, Start and Improve your Business International. Kwa tunafanya pia hiyo. Kwa utanikuta huko. Mara nyingi sio mtu kujichanganya, lakini still najipatia muda kuweza kugusa maisha ya watu in one way or another. Kwa kuna muda ifika tu kuona mambo ya watu ambao pia unakuwa unawapambania, unawagusa maisha yao, wenyewe pia wako pale kwa ajili yako. Yeah. Na unadhani labda wanawake wengi wanakwama mahali gani hasa katika kufanya maamuzi? Nguvu ya kujiamini, lakini pia saiko yako. Kesho kufanya kosa vitu vyote hivyo ni maamuzi yako. Kwa sababu kwani sasa ni maamuzi yako. Sasa nimetamka ni maamuzi yako. Maamuzi yako kwa sababu you are what you eat. Wewe ni kile ambacho unakula. You are the shoes which you have been dressed always. Wewe ni kiatu ambacho unakivaa kila siku. Wewe ni yule ambaye unajiishi, na wewe ni yule ambaye una maamuzi juu yako bila mtu mwenye kupangia maamuzi ya maisha yako. Leo hii mabinti wengi walikale tunabidi disappointed kupitia marafiki zetu ambao tunachagua kuwa nao. Unajua Nesto umeingia muda mrefu. Do you ever met my friend? No. Okay. Do you ever met my crew? So much na crew, so much na marafiki. I have friends. I have a best friend. Rafiki yangu nayo karibu. Lakini je, ushakuona mtu kama wewe kama macho yako? Kuna kuja ambacho napenda kuambia watu kwamba mafanikio ni siri yako. Kioo chako ni siri yako, sababu kesho mali yako kazi yako ni kujiangalia mwenyewe. Kitu ambacho watu wengi wanakikosa, ambacho pia sitaoga nasema kwamba huwa napenda kusema kwamba kila mtu akiwa aanze kukiombea kukipata, ni rafiki ambaye yuko tayari kukuambia ukweli. Rafiki ambaye yuko tayari kupiga magoti na kuombea kesho yako. Rafiki ambaye yuko tayari kuchukua hata siku 3 zake kufunga ili wewe uwe mtu sahihi na upite katika njia sahihi. Mimi ni mtu ambaye nibadilika kupata rafiki wa hivyo. Lakini mabinti wengi kitu wanakikosa. Mabinti wengi wanapata marafiki ambaye atawaambia kesho kuna Kigoma sehemu fulani, hebu tununue kijora twende. Mabinti wengi walikosa hizo ni watu ambao wako busy na mahusiano. Pasipo kujua wanahusiana. Watu wanahusiana nacho hawakijui. Au tabinti leo hii akikaa chini kwa discussion zake ataanza kuongelea wanaume aliopo nao. Maisha sasa hizi mabinti wengi wana be driven na emotions zao. Hisia zao ndizo ambazo zinawapeleka. Kwa Baloi anakaa chini anaona hisia zake sasa. Hivi kwa nini Jamila anamiliki iPhone 17 Pro? Kwa sababu Jamila ana date na mtu mwenye fedha Okay. Hivi kwa nini mimi nakuwa na mtu kama huyu? Kwani mtu wangu hana hata kazi ya maana? Kwani mtu ambaye cannot be posted? Muda ambao discuss hicho kitu ilikuwa ni muda ambao unaweza kumuuza rafiki yako. Hivi kuna shughuli gani mjini hapa ambayo tunafanya kwa pamoja tuka make out? Hivi kitu ambacho unakiona kwangu ni potential. Hivi mimi ni mtu aina gani?
Hivi siku moja leo hii kila binti baada ya kusikia interview hii, wewe kama binti zote mbona unaleta kama la kwetu, hebu jipatie muda, mtu rafiki yako mbona unasemaga rafiki yako wa karibu, kaa naye chini, muulize maswali yafuatayo: mimi ni nani katika maisha yako? Anza kujua ni nani katika maisha ya rafiki yako. Baada hapo muulize rafiki yako, ili mimi ni sehemu gani waga nakosea sana, yaani kitu gani ambacho unakiona hichi kitu sikifanye sahihi, inaweza ukifanye lakini nakoseaga wapi? Maana kijiingiza katika level ya mtu ambaye yuko tayari kukosolewa, anza kukosolewa pale. Alafu cha tatu muulize, hivi kama ingekuwa ni kufanya kitu ili nifanikiwe, ungeniambia nifanye kitu gani? Sio leo. Hata kumwambia rafiki yako hivi nikisuka nywele mtindo gani napendeza? No, mwambie hivi nikifanya kitu gani naweza nikafanya vizuri zaidi. Lakini wanasema rafiki yako ndio mtu wa kwanza ambaye anaweza kukuangusha, kwamba unamuuliza kwamba nifanye kitu gani, vipi kama akikupotosha? Hapana. Mimi naambia kwa mmoja wetu kwamba katika kuuliza, uenda kumuuliza nani? Tuna marafiki na tuna rafiki. Unajua watu wote mambo vitu tutengeneze. Tuna marafiki na kuna rafiki. Rafiki yako anaweza kuwa dada yako ambaye yuko nyumbani kwenu. Afu una marafiki wengine huko nje. Rafiki ni yule ambaye tokea huko mdogo tokea mnakuwa au mnaanza rafiki wenu, sawa? Hajawahi kuwa muongo kwako. Rafiki ni yule ambaye hajawahi kuinamisha jicho chini akikwambia unafiki. Rafiki ni yule ambaye uko tayari kukuface usoni na akwambia uhalisia ambao watu wengine wanaweza kukwambia nje. Rafiki ni yule ambaye kuna muda anasema anakupokea usho, hiji tu vipi? Ni mzazi wangu. Mbona nipokea sana? Mbona nani yangu? Ukiona rafiki yako ni mtu ambaye anafikiria tu unajua usoni, kwani unani huyu? Mbona anapenda kuact like huyo ni rafiki? Sababu apendi kukuona ukivuruga, apendi kukuona ukipata sifuri, anapenda kukuona kufanya vizuri. Huyo ndo rafiki. Na shida kubwa tu watu wengi hawaelewi rafiki yake ni nani. Rafiki yako ni kivuli chako ambacho mtu ambaye unatembea nacho barabarani. Na mimi kama uamini watu wengine, rafiki yako ni Mungu wako. Hivi tujiulize maswali, sisi kama vijana. Mimi tunacho pia na mimi watu huko barabarani wakiniona waga na mimi wasemaga ukingu ni mtu ambaye atasaliti huyu. Lakini ni kiwalisia ni mtu ambaye anaongea sana na Mungu. Unafikiri kwa nini wao wanasema hivyo? Appearance maybe, sababu wanaona kinga kwa zake suruali, wanaona kinga avaga suruali. Kanisa lina suruali, msikiti una suruali, mtu asali kabisa, hana Mungu. But I'm not that person. Kuna watu wengi ukiendoa anikosemaga conversation between you and God, mazungumzo kati yako na Mungu ambao mwingine anaweza akaingilia. Hebu jitengee muda. Siku hizi watu hawapendi kununua vitabu. Sio, vitabu vimejaa hapa, sio? Yeah. Wala muuza nesta kitabu gani tokea kimekaa hapa ambacho unakijua lugha yake mkisoma. Vipo vingi sana. Mwanzo vyote. Ukimaliza kama vitabu vimekaa hapa, waje anaangalia makava yake na nje kusoma. Vijana wengi wanapenda kusoma Biblia. Hatupendi kusoma masafa, hatupendi kusoma majuzo. Basi sababu hicho kitu ukipendi ukifanya, si hapa. Sasa hivi zipo hata kwenye simu. Pata muda wako mdogo tu, walau dakika 30 kwa siku. Wakati wenye ukimya. Ili ndio uchague saa 6, saa 9, mara nyingi saa 3 hapa saa hizi, ili lango la saa 3 hivi. Wengi ndio sababu ni muda ambao watu wanakuwa wanapata maakuli, bado hapo unaombea kuja za barabarani saa 6, saa 9 pale. Au saa 9 tuamko saa 9, jipatie dakika 30 tukaa chini. Ongea na Mungu wako. Msemeze Mungu, wewe Mungu. Mimi ni yani wewe kaa chini. Wewe ni Muislamu, sala kaza kwa mbili, wewe ni Mkristo. Kaa chini, jiungamanishe mbele za Mungu, sala ya toba, sala msalaba ile wa njia msalaba wa Isali, wale wa Roma kuna ile Baba yetu wa mbinguni, salamu Maria. Jikaa chini pale. Anza kufanya conversation na Mungu wako. Na mtu akijiuliza labda pengine wewe ni dini gani? Muslim. Ni Muislamu. Okay, lakini tumezoea asilimia kubwa ya Waislamu. Nadhani si tu mazoea, ni utamaduni uko hivyo na utaratibu pia uko hivyo. Asilimia kubwa Waislamu kwa upande wa watoto wa kike huwa tunakuwa wanajifunika.